Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendo kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans pamoja na Simba Sport Club, kwa kile ambacho kimeweza kujili mara baada ya kikao ambacho walichoitwa. Hapa nazungumzia vigogo wote wawili, Simba na Yanga, kujadili kuhusiana swala la dabi kuahirishwa na maamuzi ambayo pengine yatakwenda kuchukuliwa ambayo yenye kunufaisha pande zote mbili, juu ya kile kikao ambacho Simba na Yanga walikutana na mheshimiwa waziri kuweza kujadiliana kuhusiana na sakata hili ambalo linaendelea kuchukua sura mpya kila kukicha juu ya hatma ya dabi ya Kariakoo. Yale ambayo yameweza kujadiliwa mimi nimekusogezea hapa, utakwenda kujua kila kitu ambacho kimeweza kujili huko katika mkutano huo ambao ulimalizika usiku mwingi sana, kwa sababu ulikuwa ukiweza kusikiliza pande tofauti tofauti. Walikuwepo viongozi wa TFF, bodi ya ligi, pamoja na Simba na Yanga, wote walihudhuria katika kikao hicho ambacho kilimalizika muda ambao ulikuwa umekwenda kweli kweli usiku. Sasa yale yaliweza kujili mimi nimekusogezea hapa, utakwenda kujua kila kitu na hatima yao iko vipi. La kabla tujaendelea, nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unaingia katika channel ya Wina Media, jua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu neno jekundu liloandikwa hapo no subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuzungumze kuhusiana hili ambalo linaloendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka. Hapa nazungumzia si wengine bali ni hawa wananchi Young Africans, juu ya msimamo wao wa kile ambacho wanachokidai kwa TFF pamoja na Simba Sport Club ambao ndio watuhumiwa katika hili. Baada ya mchezo kuahirishwa wa Yanga kushikilia msimamo wake kwamba haichezi mechi nyingine dhidi ya Simba bali inataka kupewa pointi 3, ndipo waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo Profesa Palamagamba Kabudi alipoitisha kikao na viongozi wa shirikisho la soka la Tanzania TFF, bodi ya ligi kuu Tanzania ambao ni TPLB, klabu ya Yanga na Simba, ili kutatua mgogoro huu ambao unaendelea kwa sasa. Swali ambalo huko mtaani mashabiki wanajiuliza ni kwamba hiyo mechi ya Kariakoo dabi ipo au haipo? Hiyo ni baada ya kuahirishwa kwa mchezo huo namba 184 wa ligi kuu bara kati ya Yanga na Simba uliopangwa kufanyika Machi 8, 2025 kabla ya kuahirishwa na bodi ya ligi kuu Tanzania TPLB. Baada ya mchezo huo kuahirishwa na Yanga kushikilia msimamo wake kwamba haichezi mechi nyingine dhidi ya Simba bali inataka kupewa pointi 3, ndipo waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo Profesa Palamagamba Kabudi alipoitisha kikao na viongozi wa shirikisho la soka Tanzania TFF, bodi ya ligi kuu ya Tanzania TPLB, klabu ya Yanga na Simba ili kutatua mgogoro huu uliopo. Kikao hicho maalum kwa ajili ya kujadili mustakabali wa mchezo huo wa Kariakoo dabi kilifanyika kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa Yanga, ambapo wenyewe wametoa msimamo wake. Baada ya kikao cha kwanza kilichohusisha viongozi wa Yanga, ilishuhudiwa vigogo wa timu hiyo wakitoka saa 9 na dakika 21 alasili, ambapo wengi waligoma kuwa wazungumzaji sana, wakimwachia rais wao Hersi Said kusema lolote. Mara baada ya Els kutoka, alisema wamekuwa na kikao kizuri na wizara hiyo chini ya waziri Kabudi, na kilikuwa maalum kwa ajenda ya mchezo namba 184 ambao Yanga ilitarajiwa kucheza dhidi ya Simba. Uongozi wa Yanga tukiwa kamili na kamati yake ya utendaji tumeonana na mheshimiwa waziri, naibu waziri, katibu mkuu, naibu katibu mkuu na mwenyekiti wa baraza la michezo la taifa. Unaona bana, klabu ya Yanga imepata nafasi ya kufikisha yale ya msingi kabisa kutokana na mchezo ule, na baada ya kufanya hivyo, dhamira ya wizara ilikuwa ni kutaka kusikia kipi kinatoka kwa uongozi wa Yanga.
Sisi kama viongozi, jukumu letu ni kusimamia maslahi ya taasisi yetu, ambayo taasisi yetu inasimamia wanachama na timu kwa ujumla. Kwa hiyo tulikwenda kufikisha ujumbe wetu kuhusiana na msimamo wetu kama taasisi. Waziri na timu yake ikatusikiliza na wakapata ya kutuuliza maswali na tukawajibu. Waziri amekuja na mwanzo mzuri akituambia nafasi hii sio kwamba ni eneo la kufanya uamuzi, isipokuwa ni nafasi ya kutafuta suluhu juu ya tatizo lilotokea, na akitaka kujifunza kutoka kwa Yanga nini hasa kimetusibu. Tumeweza kufikisha yote ambayo tulistahili kuyafikisha kama viongozi, ambayo yanabeba ujumbe kama kamati ya utendaji na ujumbe wa wapenzi na mashabiki wetu nchi nzima. Ujumbe huu umemfikia waziri na timu yake, wameupokea, tumewaachia ufanyie kazi na tumekubaliana tutakuwa na vikao endelevu ili kupata suluhu ya jambo hili. Nichukue fursa hii kuwaambia wanachama na mashabiki wa Yanga, sisi tupo hapa kwa ajili ya kusimamia maslahi ya klabu yetu. Ni watoe hofu kwa namna yoyote kwamba viongozi wao ni imara na wako hapa kwa ajili ya kusimamia maslahi ya taasisi. Wakae kwa kutulia, suluhu itakayopatikana tutarudi kwao kuwajulisha, alisema Elsi. Wakati hao yakiendelea, taarifa kutoka ndani ya kikao hicho zinabainisha kuwa Yanga wamebaki na msimamo wao ule ule wa kutocheza mechi nyingine zidi ya Simba, bali wanataka kupewa pointi 3. Hata hivyo, taarifa hizo zimebainisha kwamba Waziri Kabudi amewaambia viongozi wa Yanga kikao hicho si kwa ajili ya kufanya maamuzi, bali ni kusikiliza pande zote kabla ya kuangalia uwezekano wa kupata suluhu. Nje ya uwanja wa Benjamin Mkapa kulikuwa na mashabiki wa Yanga waliokuwa wakisubiri kwa hamu kuonana na viongozi wao na kutaka kufahamu nini wameenda kujadili. Unaona bana, mashabiki hao walitulia pale walipowaona Engineers na Arafati wakitoka kisha kupata neno kutoka kwa viongozi wao. Elsi alizungumza na mashabiki hao kwa ufupi na akiwaambia, wananchi, si mko sawa, nyie mlituochagua kusimamia Yanga, asanteni. Baada ya hapo, gari alilopanda Engineers na Arafati likaondoka, huku mashabiki wa Yanga wakilisukuma na kuimba hatuchezi. Huku kwa upande wa Simba yakana kujadili kuhusiana na dabi. Simba nao walimaliza kikao chao cha wizara na utamaduni, sanaa na michezo, huku ikikana ajenda ya mchezo dhidi ya Yanga kuzungumzwa kwenye mkutano huo. Simba iliingia kwenye mkutano saa 9 na dakika 23 alasiri. Msafara wao ukatoka saa 11 jioni, ambapo viongozi wake wakakutana kwa kikao kifupi wakiwa wamesimama kabla ya mwenyekiti wa klabu hiyo Murtaza Mangungu kuzungumza na waandishi wa habari. Wakati Mangungu anatoka, amesema kikao chao na waziri Profesa Palamagamba Kabudi kilikuwa na ajenda ya maendeleo ya soka nchini na sio kile ambacho wengi walikitarajia. Mangungu alisema kuwa mkutano huo umekuwa wa makundi tofauti. Inawezekana serikali imetofautisha ajenda za kikao hicho ambacho klabu yake haikujadili mchezo namba 184 wa ligi kuu bara kati ya Yanga na Simba. Tunashukuru kwamba tumezungumza yote ambayo yalikuwa ni ya muhimu, tumewasilisha kwa mheshimiwa waziri na timu yake, lakini vikao vitaendelea, amesema Mangungu. Unaona bana, akiweza jadili kuhusiana na hilo ambalo linaloendelea. Lakini kwa upande wa TFF, hatimaye viongozi wa shirikisho la soka Tanzania TFF na wale wa bodi ya ligi TPLB walimaliza kikao chao na wizara ya utamaduni, sanaa na michezo chini ya waziri Palamagamba Kabudi. Viongozi wao wakiongozwa na Rais Wallace Karia, makamu wake wawili Asuman Nyamlain na Steven Mguto pamoja na katibu mkuu TFF Wilfred Kidao walitoka uwanjani hapo saa 1:30 usiku. Mara baada ya kutoka, viongozi hao walionekana kutawanyika kwa makundi mawili, ambapo wa kwanza alikuwa ni Mguto ambaye aligoma kuongea lolote, akisema Rais Karia ndiye ataweza kuongea. Kikao kimemalizika kweli, lakini siwezi kuongea lolote, labda mtafuni rais wangu ndiye anayeweza kusema lolote kwenye hili. Wakati Mguto akisema hivyo, Karia naye hakuwa tayari kuzungumza, akitamka neno moja pekee, siongei na mtu, kisha akapanda kwenye gari na kuondoka. Serikali nao kama TFF, wakati waandishi wa habari wakimsubiri kwa hamu waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo Profesa Palamagamba Kabudi, ambaye aliwaita viongozi hao wa soka klabu kujadili mustakabali wa dabi ya Kariakoo, huenda akazungumza na majadiliano yaliyokuwa
na upi mustakabali wa sakata hilo haikuwa kama ilivyotarajiwa. Waziri Kabudi alitoka kikaoni akiongozana na naibu waziri wake Hamisi Mwinjuma, katibu wa Wizara ya Habari, Utamaduni na Sanaa na Michezo Gerson Msigwa, na aliyekuwa rais wa TFF ambaye kwa sasa ni mwenyekiti wa Baraza la Michezo Taifa Leodegar Tenga. Licha kuzongwa na waandishi wa habari wakitaka azungumze chochote kuhusu kikao hicho, Kabudi hakuweza kusema lolote zaidi ya kuwapungia mkono waandishi wa habari waliokuwa eneo hilo. Naibu waziri Hamisi Mwinjuma alinukuliwa akisema, mimi sina cha kuwaambia kabisa. Katibu wa wizara hiyo Gerson Msigwa naye alisikika akisema, waandishi kwenye hili subirini, kueni wapole, mtapewa mrejesho. Unaona bana, ndio sakata zima kwa siku zima ya jana lilivyokwenda hivyo. Kwa hiyo kinachosubiriwa hapa ni kusikia sasa mrejesho wa hicho kikao, yapi ambayo yameweza kujadiliwa na wamefikia vipi kuhusiana na mgogoro huu unaoendelea sasa hivi kati ya Simba na Yanga kuhusiana na dabi ya Machi 8. Weka maoni yako hapo chini katika upande wa comment.